Kila baraka mpya inayokuja kwenye maisha yako inakuja na aina mpya ya vita. Yaani kila baraka mpya inayokuja kwenye maisha yako inakuja na aina mpya ya vita au aina mpya ya maadui. Yaani hawatakuwa maadui wale wale. Yaani kila viwango unavyopanda kwenye maisha yako, iwe ni viwango vya kazi, viwango vya biashara, viwango vya uchumi, lazima vitakuja na aina mpya ya maadui. Yaani wale maadui wa zamani hauwezi ukaambatana nao kwenye viwango vipya. Kwa unapopata kazi mpya, basi tarajia kabisa ya kwamba hiyo kazi itakuja na aina mpya ya maadui. Kuna watu automatically haukuwa nao toka mwanzo, lakini wataanza kukupiga vita. Kwa lazima ujiandae kisaikolojia na pia ujiandae kwenye maombi ya kwamba ninapaswa kutafuta nguvu itakayonisaidia kuweza, hata kama kuna jaribu litainuka mbele yangu juu ya hii baraka mpya iliyokuja, basi niweze kuishinda. Biblia inasemaje? Anasema ombeni msije mkaingia majaribuni, kwa sababu anaelewa majaribu tu hayatokeagi tu from nowhere, yanakujaga mahali ambapo ameshaona kuna mafanikio, kuna maendeleo fulani, kuna hatua fulani umeanza kuipiga, ndipo nao vita inaibuka. So unapoanza kuona vita inaibuka, wakati mwingine usianze kutafuta nani amekuroga. Hebu wakati mwingine jichunguze, ni wapi umeanza kupiga hatua kwenye maisha yako. Sijui kama kuna mkora ananielewa, sijui kama kuna Mkristo ananielewa. Kwa hatua zingine tunazozipiga kwenye maisha yetu zinawakaribisha maadui. Kila mahali pazuri tunapopaendea, kuna maadui wapya wanaibuka. I pray for you in the mighty name of Jesus. Ninakuombea kwenye kila viwango unavyopanda, maadui watakapoinuka, na Mungu pia akujaze nguvu ya kuweza kushindana nao katika jina la Yesu. Amen.